الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ظلمناه وأسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك وإحسانك وجودك وكرمك يا كريم، آمين آمين. Leo kwa mara nyingine tena, Allah akitufikisha, tunatarajia tuendelee na mukhtasar katika tafsiri ya surati Tauba, tukianza na aya ambayo tulimalizia jana ya nambari 20 aya nambari 35, aya nambari 35. Kauli yake Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu, aya nambari 35, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku ambapo kwanza mnasaba wa aya hii, yauma yuhma alaiha, siku ambapo itayeyushwa. Yuhma wanasema ni kufanywa kitu kiwe kipana, ambapo ndio Kiswahili kirahisi tunasema kuyeyushwa kwa dhahabu au kwa fedha. Inapoyeyushwa dhahabu au fedha hutandawaa, yani huenea, na kuenea kwake ndio inaitwa yuhma. Yauma yuhma alaiha, siku ambapo itayeyusha dhahabu kwa kutumia moto au fedha kwa kutumia moto. Fatukwa biha fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, halafu wapigiwe pasi kutumia mali zao hizo. Jibahuhum yani nyuso zao, wa junubuhum na mbavuni mwao au pembezoni mwao, wa dhuhuruhum na katika migongo yao, yani katika paji la uso na katika maeneo ya mbavu na eneo la mgongo. Halafu waambiwe hadha ma kanaztum li anfusikum, hii ndiyo ile mali ambayo mlikuwa mnaiweka hazina kwa ajili ya nafsi zenu, mkaepuka kutoa zaka na sadaka. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni yale ambayo mlikuwa mkiyawekea hazina au mkiyatunza. Mnasaba wa aya hii ni kwamba aya zilizopita zimeeleza kwamba Mayahudi wale viongozi wao waliwafanya kwamba ni waungu, na vile vile Wakristo nao viongozi wao wale walikuwa watenda ibada na watawa waliwafanya kwamba ni waungu kwa kuwaruhusu, wakawa wanawahalalishia mambo ya haramu na kuwaharamishia baadhi ya mambo ya halali. Na akataja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kilichopelekea kufanya hivyo ni uchu wao na uroho wao na ulafi wao wa kula mali pasi na haki, na kwa sababu hiyo Allah akasema kwamba hao wabashiriwe adhabu kali yenye maumivu. Kwa hiyo adhabu kali yenye maumivu ikawa ni adhabu iliyotajwa kwa ujumla, fabashirhum biadhabin alim. Sasa katika aya hii inaunganika moja kwa moja, fabashirhum biadhabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam, siku ambapo itayeyushwa mali hiyo. Adhabu yenyewe chungu itakuwa ni kuchomwa nyuso zao kwa shaba au dhahabu au fedha iliyoyeyushwa katika jahannam, na vile vile zitachomwa mbavu zao, na vile vile itachomwa migongo yao. Na hii ni katika upeo wa mtu kudhalilishwa kwanza katika uso wake, halafu kupata maumivu makali katika eneo kubwa kabisa la mwili wake ambayo ni trunk yote, sehemu ya mbavuni na sehemu ya nyuma ya mgongoni, kote huko mtu atakuwa anababuliwa kwa kutumia madini yaliyoyeyushwa. Maana ya aya hii amesema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, maana yake yauma yuqadu fihi ala kunuzihim fi nari jahannam, siku ambapo zitachomwa na kuyeyushwa yale walikuwa wakiyatunza katika hazina zao katika moto wa jahannam. Fatuhraqu bidhahabi walfiddati almaknuzati,
halafu waunguzwe wao kutokana na dhahabu na fedha ambayo walikuwa wanaiweka hazina. Jibahuhum, nyuso zao, wa junubuhum, na mbavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao. Amepokewa hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu, amesema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fidda, hakuna mtunza dhahabu wala mtunza fedha, la yuaddi minha haqqaha, ambaye haitekelezei haki yake, yani kutolea sadaka wala zaka, illa idha kana yaumul qiyama, isipokuwa itakapokuwa siku ya kiyama, suffihat lahu safaih, atatengenezewa vitu vipana. Suffihat lahu sahaif, ndio ile ile kwamba itayeyushwa iwe ni kitu kipana, ni mfano wa pasi lakini pana. Min narin, kutokana na moto, yani yenyewe itakuwa ni ya moto, inatokota moto. Fa uhmiya alaiha fi nari jahannam, halafu achomwe nayo katika moto wa jahannam. Fayukwa biha jambuhu, halafu apigiwe pasi kutumia mali ile alikuwa anaitunza duniani. Jambuhu, sehemu yake ya mbele ya uso, ambayo ndio sehemu inahesabika tukufu zaidi kwa mwanadamu, sehemu yake ya paji la uso wake. Wa jambihi wa jabinuhu, jambuhu wa jabinuhu, yani mbavu zake na sehemu yake ya uso. Wa dhahruhu, na sehemu yake ya nyuma, yani ya mgongo. Kullama barudat uidat lahu, kila itakapopungua ukali wake wa moto itarejeshwa ukali ule ule. Fi yaumin, katika siku. Kana miqdaruhu, imekuwa kukisiwa kwake urefu wa siku hiyo 50,000 sana, ni sawa na miaka 50,000 ya hapa duniani. Yani ipite karne, mpaka zipite karne 10, mpaka ipite karne zipite 50, karne ya miaka 50,000, karne yani milenia ndio ziwe 50, 50,000 ndio inakisiwa kwamba ndio siku ya kiyama. Mtu atakuwa katika hali hiyo, yani mali ya dhahabu au fedha imetolewa kutoka katika moto, halafu anakuja anaadhibiwa nayo, na ukubwa wa adhabu yake inategemea na mali yake ilikuwa kubwa kiasi gani hapa duniani. Hii ni katika hadithi ambazo zinaonesha wale wanaotunza fedha pasi na kutolea sadaka na kutolea haki yake ya zaka na kuwapa wenye haki zao, wale wanaojizuia na wanaoomba, watu hawa watakuwa na adhabu kubwa kabisa ambayo itakuwa inawadhalilisha siku ya kiyama, kabla hata hawajaingizwa katika moto. Kwa sababu katika moto hakuna kwa baridi, lakini hapa imetajwa kula mabarudat, maana inaonyesha ni kabla hawajaingizwa katika moto. Na hadithi pia ikamalizia kwa kusema hata yuqda baina alibadi, mpaka wanadamu watakapohukumiwa. Ina maana tokea watakapofufuliwa wataendelea kuhukumiwa hivi kwa muda wote, wakisimama watakaposimama watu. Halafu fayura sabilahu, kila mmoja ataoneshwa njia yake, imma ila aljannati wa imma ila an-nar, imma atakwenda motoni au atakwenda peponi. Na kwa vile vile hii inamaanisha kwamba sio tu kwamba makafiri au madhalim au watu wa motoni ndio watakaoadhibiwa adhabu hii, bali kila aliyekuwa anaweka mali na kuzitunza basi na kuzitolea haki, hata ikiwa ni mtu wa peponi, basi kwanza atadhalilika katika uwanja wa mahshar kwa kuteswa sehemu yake tukufu kabisa ambayo ni uso, na sehemu ambayo ina maumivu zaidi sehemu ya mbavu zake na sehemu ya mgongo wake ambayo ndio kubwa katika mwili wake. Na vile vile amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema Abi Dharr al-Ghifari yeye mwenyewe, sio kutoka kwa Mtume sallallahu, amesema bashiril kafirina bashiril kanizina, wabashirie wale wenye kutunza mali wakaziweka ndani basi kutolea zaka. Biradhin, amesema maana yake kwa mawe ambayo yamechomwa katika moto. Yuhma alaihi fi nari jahannam, watakuwa mawe hayo yanachomwa yafanye kuyeyuka katika moto wa jahannam, yani yawe mapana. Yuhma thumma yudha'u ala halamati thadi ahadima, alafu itawekwa katika nipples, yani sehemu za mbele kabisa za matiti yao ya mmoja wao. Hata yakhruju min nu'dhi katifihi, mpaka yatoke mawe hayo yapenye katika mwili, yatoke katika sehemu ya mfupa wa bega. Mfupa huu ambao unakuwa ni mkubwa zaidi katika wanyama, ambao upo huu sio na joint, uliopo nyuma ya bega, unaunganisha baina ya bega na mgongo. Kwa hiyo utatoka katika sehemu ya ncha ya matiti mpaka kufikia nyuma kabisa, ipenye katika mfupa wa bega. Thumma anasema wayudharu ala nu'dhi katifi, na itakuwa mara nyingine inawekwa kuanzia mgongoni, hata yakhruja min halamati thadihi,
mpaka itokezee katika sehemu ya mbele ya matiti yake, yatazalzalu, iwe ni yenye kutikisika, au yeye mtu mzima awe anatikisika. Kwa vyovyote vile, hii inaonyesha kwamba wale ambao wanaweka pesa pasi na kuzitolea haki yake watakuwa na adhabu kubwa kabisa. Na jambo hilo la pesa ndio limetajwa hapa kwamba liliwapelekea wale waliopita kabla yetu, waliokuwa wanaabudu sana katika Wakristo na waliokuwa wana elimu sana katika Wayahudi, wote walikuja wakafeli pahali hapo. Hii ni tahadhari kubwa kwa kila mmoja wetu ambaye ima amepewa ilmu au amepewa mali au amepewa cheo au amepewa ibada au amepewa ilmu ya dini yoyote yule katika hawa, anaweza mtu akaja akaangukia katika mtihani wa mali. Na hili tulieleza katika Ramadhani iliyopita katika Sura Kahfi kwamba katika mitihani mikuu ya wanadamu moja wapo ni almalu walbanuna zinatul hayati dunia, ni mali na watoto ambao ndio mapambo ya maisha ya dunia. Halafu akasema Allah subhanahu wa ta'ala, hadha ma kanastum li anfusikum, wataambiwa kwamba haya ndio ambayo nyinyi mlijitunzia wenyewe kwa ajili ya nafsi zenu, fadhuku ma kuntum taknizun, basi onjeni adhabu kwa yale mliokuwa mkiyatunza. Anasema ayuqalu tawbihan, wataambiwa kwa ajili ya kuonesha ubaya wa yale waliokuwa wanayatenda, watahannukan, na kwa machukizo, min alladhina tukwa, kwa wale ambao itakuwa wanapigwa pasi, jibahuhum wa junubuhum, sehemu zao za nyuso na sehemu zao za mbavu, wa dhuhuruhum, na sehemu katika migongo yao, bikunuzihim, wakiwa wanapigwa pasi kutumia zile zile mali zao. Hadha alladhi tukwauna bihi fi nnar, haya ambayo leo mnapigiwa pasi kwayo katika moto, huwa ma jama'atum fi dunya li anfusikum, ndio yale yale ambayo nyinyi mliyakusanya duniani kwa ajili ya nafsi zenu, duna an tuaddu huquqa Allahi fihi, basi na kutekeleza haki ya Allah katika mali hizo. Fat'amu, basi onjeni, kuleni na muonje, adhaba hadha alladhi kuntum taknizunahu, adhabu ya zile mali ambazo mlikuwa nyinyi mnazitunza. Na hadithi imekuja ikionyesha kwamba hii sio tu kwa mali za dhahabu na fedha, bali hata sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin, hata mtu ambaye ametunza wanyama kama vile ng'ombe au ngamia au kondoo au yoyote yule awaye, pia na wao wanaingizwa kwamba mali hizo ikiwa hawatotolea zaka zitageuzwa siku ya Kiyama iwe ni vitu ambavyo wanaadhibiwa. Katika faida ambazo tunajifunza katika aya hizi mbili tulianza jana, na hii ni kauli yake Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu inna kathira min al-ahbari war-ruhbani hadha tahdhiru min Allah ta'ala liibadihi al-mu'minin ala kathiri min al-ulama wal-ubad. Hii ni kupewa tahadhari na onyo, kuonywa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawaonya waja waumini waepukane na wengi katika wanawachuoni na wengi katika watu wanaofanya ibada sana. Wanatahadharishwa watu wawe na tahadhari, isije ikawa mtu akionekana ana alama za uchamungu katika mavazi yake au muonekano wake, au ana alama za elimu akawa kila mtu ni wa kukimbiliwa, bali watu wanatahadhari sana na wanachuoni wao na wanaofanya ibada sana, kwa sababu wapo miongoni mwao alladhina yakuluna amwala nnasi bighairi haqqin, ambao wanakula mali za watu pasi na haki, yasuduna an sabilillahi, na wanakula mali za watu na wanawazuia watu kuelekea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, qaulullahi ta'ala, kauli yake Allah, ya ayyuhalladhina amanu inna kathira min al-ahbari. Aya hiyo katika aya hii dhakara Allahu huna inhirafa al-insani fi malihi, mwanadamu ametajwa kwamba hupotoka kwa sababu ya mali yake, wadhalika biahadi amrayn, na hiyo ni moja katika sababu mbili, imma an yunfiqahu fil batil, imma mali yake huitumia katika batil, alladhi la yujdi alayhi naf'a, ambayo haimletei yeye manufaa, kwa maana kwamba itakuwa inamletea madhara, au imma an yumsika malahu an ikhrajihi fil wajibati, au akaizuilia yeye mwenyewe, haitumii vibaya lakini akajizuilia kuitoa. Yote mawili katika haya humpelekea mtu katika maangamivu. Na vile vile tunajifunza, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda fi tahdhiru al-mu'minin, waislamu wanakuwa tahadhari min hali alladhina sara jam'u al-amwali, kwa hali ya iliyokuwa kwa wale watu ambao walikuwa wanakusanya mali,
waliftinani bikathratiha, halafu wakafitinika wakapata mtihani kwa sababu ya wingi wa mali, wa khaznuha fi sanadiki, na kuzihifadhi katika masanduku, a'dhama hammihim fi lhayati, ikawa jambo lao kubwa zaidi wanalolitafuta ni hivyo kuzikusanya katika masanduku. Jambo jingine katika jambo la kuzingatia katika aya hizi, walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfiddata wala yunfikuna, ambao wanazihifadhi dhahabu na fedha wala hawazitoi. Tukasema inakusanya pia na watu wanaokusanya mazao katika mashamba, wanaokusanya wanyama katika maeneo yao wanaofugia. Wote hawa, in qila man lam yakniz wa lam yunfiq fi sabilillahi wa anfaqa fi al-ma'asi hal yakunu hukmuhu fi al-wa'idi hukmu man kanaza wa lam yunfiq fi sabilillahi. Kwa ufupi, yule ambaye atakuwa ameikusanya mali yake halafu akawa yeye hajaitumia katika maasi na wala halafu haitumii katika njia ya Allah, haitumii katika njia ya Allah na wala haitumii katika njia ya haki, haitumii katika njia ya haki na anaitumia katika maasi. Maanake hawa hawajatajwa kwamba wao walikuwa wanatumia katika maasi, bali kwa wanazuilia kwa kuitunza halafu hawaitumii katika njia ya haki. Kwa yule mwingine yeye anaweza kuwa haitunzi lakini anaitumia katika maasi, anasema huyu bila shaka yeye atakuwa ana adhabu zaidi kuliko hawa waliotajwa hapa. Hawa waliotajwa hapa wao walikuwa ni wanachuoni, kwa hiyo hawatumii katika maasi, bali wanaizuia kuitoa na halafu wanaila katika njia tu zisizo za halali, lakini si katika madhambi. Sasa kuna watu wengine wanatumia pesa zao kuendesha dhambi, kuendesha kama ambavyo watu wanaendesha dawa kwa ajili ya Allah, wao wanaendesha dawa kwa ajili ya sheitani, kuwaita watu katika mziki, katika umisi, katika ulevi, katika kamari, katika kila aina ya balaa, katika riba, mikopo ya riba na mambo mengineyo ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala hayaridhii. Hawa bila shaka wao watakuwa wana adhabu kubwa zaidi kuliko hawa ambao wametajwa katika aya hizi. Na min thamma fawaid ukhra, na faida nyingine pia zipo katika aya hizi, wallahu waliyu tawfiq. Lakini aya ambazo zinaendelea mbele, Allah Subhanahu wa ta'ala anazungumza jambo jingine kabisa, akasema inna iddata shuhuri, hakika idadi ya miezi inda Allahi, mbele ya Allah, 12 shahran, ni miezi 12, fi kitabillahi, katika hukumu ya Allah, yauma khalaqa as-samawati wal arda, siku alipoumba mbingu na ardhi, minha arba'atu hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 ikachaguliwa. Allah anasema miezi minne mitakatifu ambayo kama tutakavyoona ni mwezi wa Rajab, wa Mudhar, yani wa kabila la Mudhar, ambao watu wa Mudhar walikuwa wanauheshimisha, na mwezi wa mfungo pili na mfungo tatu na mfungo nne, yani Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram. Allah anasema dhalika dinul qayyim, hivyo kujua kwamba idadi ya miezi ni miezi 12 na katika hiyo kuna miezi minne mitakatifu, ndiyo dini iliyosimama sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu kwa umaalumu kabisa wa pekee katika miezi hiyo minne, msidhulumu nafsi zenu. Waqatilul mushrikina kafatan, na pambaneni na washirikina kwa pamoja wote kwa jumla, kama yuqatilunakum kafa, kama ambavyo wao wanakuweni nyinyi, wanapambana na nyinyi kwa jumla wala hawachagui. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, na mtambue na mjue kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wacha Mungu. Halafu Allah Jalla wa Ala akaelezea katika aya inayofuata katika ada walizokuwa wanazifanya makafiri, ambazo zimekuja kupingwa na Uislamu na kubatilishwa, jambo ambalo lilikuwa linaitwa au linafahamika katika sheria kama an-nasi. An-nasi ni ziada katika kuhesabu miezi. Nasi ni kuzidisha katika kuhesabu miezi. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr, hakika kuzidisha katika hesabu ya miezi, yani hesabu ya masiku katika miezi, ziyadatun fil kufr, ni sawa na kuzidisha katika ukafiri vile vile. Yani ni mila waliokuwa nayo makafiri, baadhi yao makafiri wa Makka,
kuongeza utukufu wa masiku, yani walikuwa wanachelewesha masiku yale ambayo ni matukufu, wanayatoa katika siku zake ambazo ni siku tukufu, wanayatoa nje ya siku tukufu. Kwa hiyo Allah anasema innama nasiu, ambayo ni kuzidisha au kuchelewesha, tuseme kuchelewesha utukufu wa masiku ya miezi mitukufu, wakapeleka nje ya miezi ambayo haikuwa mitukufu. Jambo hilo ni kama kuzidisha ukafiri. Innama nasiu ziyadatun fil kufr, ni kuzidisha katika ukafiri. Yani baada ya ukafiri wao waliokuwa nao, halafu wanafanya na ukafiri mwingine wa kumsingizia Allah sheria ambayo hajaiweka. Ndio inayokusudiwa innama nasiu ziyadatun fil kufr, hakika kuakhirisha masiku matukufu mpaka yakatoka siku zake, halafu yakaja yakalipiziwa katika siku ambazo si tukufu, zikafanywa kwamba ni tukufu. Huko ni kuzidisha katika ukafiri, baada ya ule ukafiri wa asili ambao walikuwa wanao, wanajizidishia wenyewe ukafiri kwa kutengeneza sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajaiweka wakati huo, wao wakaiweka wakati huo, wakajifanyia bid'a, wakajizushia masiku matukufu nje ya siku tukufu, wakiona kwamba kufanya hivyo ni jambo ambalo linampendezesha Allah, na wakisema kwamba hatukusudii katika hili isipokuwa kheri, kama ambavyo watu wengine wa bid'a husema katika bid'a zao, innama nasiu ziyadatu fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru, kwa sababu ya kucheleweshwa kwa masiku matukufu nje ya masiku yake hupotezwa alladhina kafaru, watu waliokufuru. Yudhallu bihi, hupotezwa kwa sababu ya nasi, alladhina kafaru, waliokufuru. Yuhillunahu aman, huwa wanafanya masiku hayo baadhi ya miaka kwamba ni misiku ya halali. Wayuharrimunahu aman, na miaka mingine wanayafanya kwamba masiku hayo ni masiku matukufu. Kwa hiyo hawana msimamo wakati mwingine, yani wanafanya mambo kwa mujibu wa hawa za nafsi zao. Miaka mingine hufanya kwamba ni matukufu na miaka mingine hufanya kwamba si masiku matukufu. Liwatiu, ili iwafikiane iddata ma harrama Allahu, na masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kwamba ni matukufu, lakini wanafanya wao nje ya masiku matukufu. Kwa wanafanya hivyo kwa kama kwamba sheria ya Allah, lakini iendane na matakwa ya nafsi zao wao. Liwatiu, ili iendane sawasawa, iwafikiane yani na iddata, na idadi, ma harrama Allahu, ya miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kwamba ni mitukufu. Fayuhillu ma harrama Allahu, kwa hiyo wao huyafanya si matukufu yale masiku ambayo Allah ameyafanya matukufu, ili masiku mengine ambayo si matukufu wao waje wayatukuze nje ya miezi mitukufu. Kwa hiyo hubadilisha dini ya Allah katika siku ambazo Allah amejalia kwamba ni tukufu, wao hawafanyi kwamba ni tukufu, ili halafu siku wanazozitaka wao ndio waje wazifanye ni tukufu, na wakafanya idadi ilingane na miezi ile ile ambayo Allah aliweka katika asili kwamba ni mitukufu. Zuyina lahum suu a'malihim, watu hawa wamepambiwa matendo yao maovu. Wallahu la yahdi alqauma alkafirin, na Allah hawaongozi watu ambao ni makafiri katika njia iliyo ya haki. Maana ya aya hizi amesema mfasir, inna iddat ash-shuhuri, mnasaba wake kwanza na aya zilizopita ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hapo nyuma mabaya mengi ya makafiri, akionyesha kwa nini wanafaa kupigwa na kwa nini hawafai kuachiwa, waimarishe msikiti mtukufu na kuingia katika msikiti mtukufu na kufanya ibada zao katika namna ambavyo wanafanya mpaka wasilimu. Katika aya hii anaendelea Allah subhanahu wa ta'ala kubainisha kwa uwazi kabisa kwamba sheria za Allah hawa wakiachiwa waendelee, wataendelea kuzibadilisha kwa sababu ndio ada yao. Kwa hiyo katika sababu zinazofanya wazuiliwe kujitanafasi kufanya watakavyo katika msikiti wa haram wa Makka ni kwa sababu wamebadilisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia anasema ala kulli hal, sababu nyingine pia ametaja, lakini maana ya aya inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran, maana yake inna adada ash-shuhur, hakika ya idadi ya miezi, fi hukmi llahi wa taqdirihi, katika hukumu ya Allah na katika mipangilio yake, 12 shahran, ni miezi 12 kamariyan, ya mwezi, yani inayotumia kalenda ya mwezi, sio kalenda ya jua. Hapa
Allah jalla wa ala ametaja 12 shahran, wala hajataja neno qamariyan, lakini inajulikana kwamba miezi ambayo ndani yake kuna miezi minne mitukufu ni miezi ya mwezi. Lakini je, miezi ya jua je, nayo ni mingapi? Na 12 shahran ina hukumu miezi yote miwili, kwa sababu Qur'ani haijakataa kalenda ya mzunguruko wa jua. Kalenda ya miezi 12 ya jua ndio hii ambayo tunaita sisi Georgian, wa ila kabla ya hapo ilikuwa inatumiwa na Wahindi, ilikuwa inatumiwa na Wafursi, huenda na watu wengine pia walikuwa wanatumia kalenda hii kwa ajili ya kutambua kipindi gani cha kuanza kulima. Na katika baadhi ya mila inatajwa kwamba ilikuwa kalenda ya mwezi inajulikana na watu wote, kwa sababu kila mwezi unaanza mchanga unahesabika. Ama jua ilikuwa ni elimu inayoonekana kwamba ni elimu maalum, walikuwa wanafunzwa wafalme na watoto wa wafalme, na inafuata kizazi cha wafalme. Au ilikuwa kuna wasomi ambao ni wataalamu wa kalenda za jua, wanawekwa karibu ikulu, halafu hawaruhusiwi kutangamana na watu wengine, wanawafundisha tu watoto wa wafalme, ndio wanajua. Kwa hiyo mfalme ikikaribia msimu, anawaambia watu kwamba kesho ni siku ya kuanza kilimo, inahesabika siku hiyo mfalme peke yake ndo anayejua. Kwa hiyo ikifika hiyo, anawaambia watu kwamba mkianza kesho kulima ndo mtapata mavuno mazuri, kwa sababu ya kujua yeye kalenda ya jua. Kwa hiyo kalenda ya jua ndio ambayo inaonesha miongo hii ambayo tunayo hapa kwa sisi minne ya masika na vuli na kiangazi na kipupwe, na baadhi ya maeneo na miongo miwili ya sama na autumn, au vyovyote vile iwavyo, hata Arabuni ashitai wa saif, kaskazi na kusi na vinginevyo, kila watu na wanavyoelezea, lakini miongo inayofuata kalenda ya jua. Halafu pia ipo miezi 12 ya mwezi, yani inayofuata kalenda ya mwezi ya qamar, na hii imewekwa kwetu sisi kwamba ndiyo ifuatanishwe na kalenda ya ibada. Yani kama ambavyo Allah amesema, yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusiana na mwezi mchanga, unakuwaje mchanga, halafu unakuwa kidogo kidogo mpaka unakamilika, halafu unaanza kupungua. Yasalunaka anil ahilla, hili ndio ambalo wamekusudia Wayahudi kuuliza, lakini Allah akawajibu kwa lile lilo bora zaidi kuliko hilo wanalotaka wao, akawaambia qul hiya mawaqitu linnas walhajj, imewekwa kwa ajili ya watu kujua nyakati na kuweza kujua ibada ya hija. Kwa hiyo nyakati za ibada tofauti tofauti kama vile ibada hii ya Ramadhani na ibada ya hija zinajulikana kwa kutumia 12 shahran kwa shahr qamar, kwa kutumia miezi ya mwezi. Na katika hikma ya Allah jalla wa ala kufanya ibada hizi kwamba zinazunguruka kwa kutumia miezi hii, ni kwa sababu dunia inapata kiangazi na kipupwe na kaskazi na kusi au na masika na vuli katika nyakati tofauti. Kwa hiyo laiti ingalikuwa miezi imejaliwa kwamba inaendana sawa sawa, miezi ya jua ndio ya jua tu inafanya kila kitu, ibada zetu tunafanya kwa mujibu wa miezi ya jua, hii Januari Februari ambayo tumezoea kuita hivyo, ingalikuwa mtu anayefunga kipindi cha kiangazi ataendelea kufunga kipindi cha kiangazi maisha yake yote. Lakini Allah kwa hikma zake kwamba kila kitu anakiweka katika mahali pake panapostahiki, amefanya waumini katika maisha yao watakuwa wanaonja hivi vipindi, na baadhi ya watu wanasema kila baada ya miaka 20 inajirejea, inaanza upya. Kwa hiyo mtu kama leo kafunga kwa kiangazi, mwaka unaokuja itarudi nyuma kuliko pale alipoanza mwaka jana, na mwaka unaokuja itarudi tena nyuma. Kwa hiyo mtu atafunga katika kipindi chote, katika miongo yote katika maisha yake, ikiwa amejaliwa maisha mtu ataishi. Leo atafunga masika, kesho atafunga masika imepungua kidogo mpaka itakwisha, atakuja kufunga katika kiangazi, alafu atakuja kufunga katika hivyo hivyo, kadri mzunguruko wa miongo ya mwaka inavyozunguruka ndio ambapo funga nayo inazunguruka. Na vile vile ibada ya hija nayo itakuwa inafanywa kila mwaka, inasogea katika kila muongo inapatikana ibada hiyo, kwa hikma zake mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyojalia kwa waja wake, ili isiwe kuna watu wanapata mara zote baridi tu na wengine wanapata mara zote joto tu na wengine wanapata mara zote usiku mrefu tu na wengine mara zote wanapata usiku mfupi tu, bali iwe inazunguruka katika hali zote katika mwaka. Kwa hiyo 12 shahran katika Uislamu, baadhi ya Waislamu hudhania kwamba mwezi unaofuata kalenda ya jua ni mwezi wa kikafiri,
Hii ni dhana potofu ambayo haitakiwi kuwa nayo, bali Allah ameweka kwamba mwezi ule unahesabika katika malengo maalumu, hasa hasa ya kilimo, ya safari, kwa wale wanaotumia pepo na wanaokimbia mawimbi ya bahari katika safari zao ndefu na mfano wa hivyo. Na huku mwezi huu wa mwezi umewekwa kwa ajili kila Muislamu aonje sehemu katika miongo ya mwezi katika ibada zake. Allah amesema inna adada shuhuri fi hukmi llahi wa taqdiri, idadi ya miezi katika hukumu ya Allah na mipangilio yake, 12 shahran qamariya, ni miezi 12 ya mwezi, maktubatun fi lawhi lmahfudh, imeandikwa hivyo katika lawhi lmahfudh, mundhu khalaqa Allahu samawati, walotokea Allah alipoumba mbingu na ardhi. Kama qala taala, kama ambavyo Allah sehemu nyingine amesema, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa, yeye Allah ndiyo ambaye amefanya jua kwamba lina mwangaza wenye kung'aa, walqamara nuran, na mwezi una nuru ambayo haing'ai, kwa maana haitoi joto. Nuran inaakisi ule mwangaza wenye kung'aa na wenye kutoa joto wa jua. Waqaddarahu manazila, na Allah akakadiria vituo, yani vituo vya mwezi, litaalamu adada sinina, ili mujue idadi ya miaka kwa kutumia miezi ya mwezi. Walhisaba, na vile vile mwezi kujua hesabu, kuhesabu leo ya kwanza na leo ya pili mpaka zitimie siku 29 au 30. Walhisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaqqi, hajaumba hivyo Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa haki, yani hajaumba kwa batili wala kwa mchezo. Yufassilu alayati, anazipambanua dalili za maumbile kwa watu, liqaumin ya'lamun, kwa watu ambao wanajua mambo. Wa an abi hurairata wa an abi bakrata radhiyallahu anhu, kutoka abi bakrata radhiyallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, na hii alisema Mtume katika hijjatul wadaa, inna zamana, hakika zama, hakika ya nyakati, qad istadara, zimezunguruka, kahayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, kama vile zilivyokuwa mwanzo alipoanza Allah, alipoumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo kuna miezi minne ambayo ni mitukufu zaidi. Thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu iliyofanana. Dhulqaada, mfunguo pili, wa Dhulhijja, na mfunguo tatu, wal Muharram, na mwezi wa mfunguo 4, wa Rajab, na Rajab, mwezi wa kabila la Mudhar, yani walikuwa Mudhar wanatukuza zaidi mpaka wakanasibishwa nao kabila la Mudhar kwamba Rajab ni ya Mudhar. Wa alladhi baina Jamada wa Shaaban, ambayo inakuwa baina ya mfunguo 9 na Shaaban. Baina ya Jamada, yani inatangulia mfunguo 9, halafu inakuja Shaaban, halafu inakuja Rajab, halafu inakuja Shaaban. Kwa hivyo baina ya mfunguo 9 na Rajab, baina ya mfunguo 9 na Shaabani ndio inapatikana Rajab, yani inakuja mfunguo 9, halafu unapatikana mwezi mtakatifu wa Rajab, halafu unapatikana mwezi wa Shaabani, halafu inakuja Ramadhan. Minha arba'atun hurum, kati yake kuna hiyo miezi minne ambayo imetajwa hapo juu. Ay min hadhihi shuhuri 12, katika miezi hii 12 kuna arba'atu ashhur, kuna miezi minne. Yahrumu intihaki almaharim fiha, ni haramu kuyavunja matukufu ambayo Allah amejalia kwamba yasivunjwe katika miezi hiyo. Ashadda mimma yahrumu fi ghairiha, uharamu wake unakuwa ni mkubwa zaidi katika miezi hiyo minne kuliko miezi mingine, pamoja na kwamba katika miezi yote ni haramu. Wa hiya Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab, nayo ni kama ambavyo tumetangulia hapo kutaja. Dhalika ad-dinul qayyim, kuamini itikadi hii ya kwamba miezi ni 12 na inatakiwa miezi minne iheshimiwe, wala haitakiwi kubadilishwa. Kufanya hivyo ndio dini iliyo sawa sawa. Dhalika ad-dinul qayyim, manake hadha alladhi akhbartukum bih, mambo haya ambayo nimekujulisheni, min kauni shuhuri, kwamba miezi 12 shahra ni 12, minha arba'atun hurum, kati ya hiyo kuna miezi minne mitukufu. Huwa dinul mustaqim, ndio dini iliyonyooka sawa sawa. Wal hisabu sahihi, na hisabu sahihi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo minne. Ai fala tadhlimu ayuha nnasu, wenye watu, msizidhulumu nafsi zenu, anfusakum fi hadhihi al-ashhur, katika miezi hii al-arba'ati minne, al-hurum, ambayo ni mitukufu, birtikabi sayiati, kwa kuyafanya mambo maovu. Kwa pamoja na kwamba watu wamekatazwa kujidhulumu nafsi zao katika miezi yote,
lakini katika miezi minne mitukufu mtu anakatazwa zaidi, na imeelekezwa katika kukatazwa zaidi kuliko kuamrishwa, yani mtu kujizuia yale yaliyokatazwa, kwa sababu huku ndio kukaribia uchamungu. Kama ambavyo pia katika mwezi huu ambao haumo katika miezi hii minne mitukufu una utukufu wa aina yake peke yake usiofanana na hii minne, kwa hiyo haujumuishi mwezi wa Ramadhani. Nao pia mtu kujikataza, kukatazika ndio jambo linalohimizwa zaidi. Ndio maana mpaka mtu anafikia kukatazwa yale ambayo katika miezi mingine ni halali, kama kukutana na mke wake au mume wake na kula na kunywa katika mchana wa Ramadhani na mengineyo katika mambo ambayo ni ya halali, mtu anakatazwa. Na vile vile anakataza zaidi mtu katika mwezi huu kuendea yale ambayo ni haramu tokea mwanzo, kama kusema uongo, kama kufanya kama ambao wamesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan min yada' ta'amahu wa sharabahu, yule ambaye hajaacha kusema uongo na kufanyia kazi au kufanya madhambi, al-jahl, kufanya madhambi, basi mtu huyu Allah hana haja mtu huyo kuacha kinywaji chake na chakula chake, bali mtu anatakiwa akiwa amefunga yafunge macho yake na yafunge masikio yake na ufunge mdomo wake, kwa sababu kule kujizuia ndio hasa kunakotakiwa katika miezi hii mitakatifu. Kama qala ta'ala, kama ambavyo Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la tuhillu sha'air Allahi, msihalalishe yale matakatifu aliyoyaweka kwamba ni matukufu Allah, wala shahra alharama, wala msivunje heshima ya miezi mitukufu minne, yaani msifanye ndani yake kuwaua watu au kupigana nao pasi na kwamba wao wameanza katika vita hivyo, wala msivunje heshima ya Allah kwa kufanya dhambi ndani ya miezi hiyo mitakatifu. Waqatilu almushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, ay waqatilu ayuha almuslimun, pambaneni enyi Waislamu, almushrikina kullahum, na washirikina wote, kafa manake wote, wa antum mujtami'una, hali ya kwa nyinyi mpo pamoja, mu'talifuna, mmezoeana, mutawafiquna jami'an ala qitalihim, mmewafikiana na kukubaliana nyote juu ya kupambana nao. Kilichoshindikana leo katika jihadi kwa Waislamu ni kuto kuweza kuwa kafa, kuweza kuwa pamoja. Allah anasema la yuqatilunakum jami'an, makafiri mayahudi hawawezi kupigeni nyinyi nyote. Anachoweza kufanya Mayahudi ni kupambana na kikosi katika Waislamu kwa wakati fulani na kikosi kingine kwa wakati mwingine, ama kupigana na Waislamu wote, jambo hilo haliwezi. Kwa hiyo Allah amewaamrisha Waislamu wapigane wakiwa kafa, wakiwa wote kwa pamoja, na siku wakiweza waumini Waislamu kukubaliana kuanzisha vita kwa pamoja, hakuna ulimwenguni yoyote anayeweza kuwazuia, kwa sababu laiti Waislamu wataamua kwa pamoja kila mmoja awatemee mate tu Wayahudi, basi Mayahudi watakufa, watateketea, watakwisha. Lakini kilichokosekana kwa Waislamu ni kuweza kuunganika pamoja, wakawa pamoja. Kila wanapokusanyika hutokezea kibaraka kati yao ambaye huvunja umoja huo. Fa Allah ameamrisha waqatiluhum kafa, na piganeni nao na pambaneni nao wote kwa pamoja. Waqatilul mushrikina kafatan, pambaneni na washirikina kwa pamoja, kama yuqatilunakum kafa, kama ambavyo wao wanapambana na nyinyi kwa pamoja. Alafu akasema maana yake bila tafarruq, pambane nao kwa pamoja basi na kufarikiana, wala takhadhul, wala kufanyiana usaliti, wala taqatu'in, wala kukatana mapande, kupigana mapande, ima kwa sababu ya kinchi au kwa sababu ya rangi au kabila au chochote kile au lugha. Kama yuqatilukumul mushrikina, kama ambavyo wao washirikina wakitaka kupigana na nyinyi wao hujikusanya kwa pamoja, mujtamiina, wajikusanyika, ghaira mutafarriqina, wakawa hawatofautiani. Wa'lamu, natambueni, anna Allaha ma'al muttaqin, kwamba Allah yuko pamoja na wacha Mungu. Ayi wa'lamu ayyuhal mu'minun, natambueni enyi waumini, annakum, kwamba hakika nyinyi, idha qataltumul mushrikina, mkipambana na washirikina, kafatan, hali ya kwamba pamoja, wattaqaitumullaha, na mkamcha Allah, bifi'li awamirihi wa tinabi nawahihi, kwa kuyatekeleza maamrisho yake na kuyaacha makatazo yake. Fa inna Allaha ma'akum bi'aunihi wa ta'yidihi, wasika Allah naye atakuwa pamoja nanyi kwa kuwaunga mkono na kukutieni nguvu. Wa yansurukum ala a'daikum almushrikina, na Allah atakunusuruni nyinyi dhidi ya maadui zenu washirikina. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Kesho Allah kutufikisha tutakuja kuanza
innama an-nasi'u ziyadatu fil kufr. Alafu tuendelee katika mafunzo yanayopatikana katika aya hizi nyingi, aya hizi mbili. Wa ilahuna ala hadha alqadri yakif fatafaddalu mashkurin majurin biiqtirahikum wa khawatirikum. Karibuni kwa michango. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Naam, Wa alaikum mimi salam. nitakuwa nina swali au nataka clarification zaidi kuhusiana na hii miezi mitukufu ili kuweza kutofautisha baina ya Ramadhani pamoja na hii miezi mingine mitukufu. Ramadhani specifically inakuwa tunaona mwezi mtukufu, lakini huku haijatajwa. Je, huu tunaweka utukufu wake kwa namna ipi, au tunategemea kitu gani ili kuita na wenyewe tunaingiza kwenye miezi inakuwa miezi mitukufu ni mitano, au labda kuna jina jingine ambalo litakuwa ni bora zaidi kuliko kuileta mwezi mtukufu tukatofautisha na hii miezi mingine minne? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Swali ni mahali pake kabisa, kwa sababu ndio katika aya tunapita na katika mwezi pia tunapita. Mwezi wa Ramadhani hauitwi mwezi mtukufu kwa maana ya utukufu huu, kwa sababu utukufu huu ni hurmatul ashhurul hurum. Uharamu ule wa miezi mitukufu ni uharamu wa kupigana ndani yake, na specifically asli yake ilikuwa ni kwa ajili ya kuitukuza ibada ya hija. Imewekwa ili watu wapate kusafiri kwa amani kuanzia mfunguo pili na ule mfunguo tatu mwenyewe wa hija, na warudi kwa amani katika mfunguo 4. Halafu mwezi wa Rajab ukawekwa kama ni mwezi, kama watu walikuwa wana vita, wanafanyaje, basi wasitishe katika mwezi wa Rajab kwa ajili ya maandalizi ya ibada ya hija, Kwa hiyo asli miezi ile imekuwa positioned specifically kwa ibada ya hija. Ama mwezi wa Ramadhani hauhusiani na utukufu kabisa wa miezi ile minne. Kwa hiyo miezi ile minne imekatazwa ndani yake kupigana vita. Mwezi wa Ramadhani hujakatazwa ndani yake kupigana vita. Mwezi wa Ramadhani utukufu wake ni mwingine kabisa, ambao umeelezwa wazi: shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Kule kuteremshwa kwa Qur'ani yote kwa pamoja kutoka katika Lauhul Mahfudh mpaka katika Baitul Izza fi samai dunia, Lauhul Mahfudh katika samai sabia, mpaka ikaletwa katika wingu wa kwanza kwa pamoja katika mwezi 27 wa Ramadhani. Hiyo mara ya kwanza ilipoteremshwa, ile ndio inaifanya Ramadhani iwe tukufu kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu Qur'ani haigusi mahali isipokuwa inafanya kitu hicho kiwe kitukufu. Wa ila miezi mingine yote Qur'ani imeshushwa, lakini ile kushushwa kwa pamoja imepatikana katika mwezi wa Ramadhani tu, katika usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo usiku ule ukapata cheo, kwa sababu usiku ule upo ndani ya Ramadhani, Ramadhani nayo ikapata cheo. Na ndio kama tulivyosema, Qur'ani ikigusa Jibril, kwa sababu ameshusha Qur'ani, amekuwa malaika bora zaidi. Mtume aliyoshushwa Qur'ani amekuwa mtume bora zaidi. Qur'ani yenyewe imekuwa kitabu bora zaidi. Umma huu umekuwa bora zaidi kwa sababu ya Qur'ani. Aliyehifadhi Qur'ani, aliyejifunza Qur'ani, anayesomesha Qur'ani, anayesomeshwa, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Kwa hiyo Qur'ani, ile heshima ya Qur'ani ndiyo iliyoifadhilisha Ramadhani, haihusiani na heshima ya miezi ile ambayo inafungamanishwa na hija. Wallahu a'lam. La Shemlaja, sijui kama imejibika hicho nilichokisema. Naam, alhamdulillah, Allah kubarik. Nimefahamu vizuri sasa utofauti wake baina ya miezi. Naam, kama kuna swali jingine au nyongeza. Naam, Shewajihi. Naam, mimi ningeongezea kidogo hapo katika kuweza kuadhimisha zaidi mwezi wa Ramadhani na sairu shuhuri, kwamba pia katika zile hadithi ambazo zaeleza kwamba ikiingia mwezi wa Ramadhani kama milango ya pepo yote nayo inakuwa ipo wazi, milango ya moto yote inafungwa, ni kama hivyo. Yani zote zinakuwa ni kama dalili ya kuonyesha kwamba Ramadhani, yani utukufu wake unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine, ambayo mambo hayo huwa hayapo katika miezi mingine. Naam, barakallahu fikum. Amina. Swali langu Shabas, sijajua kama litakuwa lina jana kama liliulizwa, kwa sababu siku jana nilidharurika kidogo sikupata kuhudhuria, kuhusiana na
hii vita ambayo inaendelea sasa hivi ya Iran na Marekani na Israeli, sisi kama Waislamu tunasimama na upande upi, au kuna namna gani ya kuweza yani kama labda mtu aseme kama ni kuombea dua aombee wepi, au yani awe na msimamo gani katika vita hii ambayo iko sasa hivi? Bismillah, alhamdulillah. Swali ni very sensitive kwa sababu uh, tuna tuna taaluma mpya zimeingia katika vichwa vya Waislamu, tukafundishwa kwamba alyahudu khairu min arrawafidha. Hii imeandikwa sana kwamba Mayahudi ni bora kuliko Rawafidha, Mayahudi ni bora kuliko Rawafidha, Mayahudi ni bora kuliko mubtadia Rawafidha. Imepigwa kelele sana hivi. Jambo hili huko nyuma, ukisoma kadiri unaporudi nyuma, ukiona walipoelezewa Mashia, kwa mfano maimamu wanne, hatuoni hata mmoja ambaye amewakufurisha Mashia, lakini katika vitabu vyao ukichambua utakuta mambo mengi ambayo yanaonyesha kama ikiwa hivi ndio wanavyoitakidi Mashia, basi Mashia si Waislamu. Lakini ukweli ni kwamba mambo kama yale pia yapo kwetu sisi. Ukichambua vitabu vya kisufi utayakuta kama yale, kama wanavyomtukuza Ali na Hasan na Hussein na Abbas na nani, na huku hivyo hivyo Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alayhi, na wengi katika wanachuoni wa kisunna ambao ni wema kabisa, na wengine ambao wala si wema waliokuja baada yao katika hizo tarika Shadhilia, Kadiria, sijui Naqshbandia, sijui nini. Kuna watu wala si wema, watu walikuwa wanachezea majini. Tukisoma unaona wazi kabisa kwamba hii haikuwa miujiza, bali ni kuchezea majini. Wanatukuzwa kama vile Mashia wanavyowatukuza wale watu, na masufi wanawaabudu hawa. Na masufi ni katika sisi ahli sunna, si pamoja na kwamba katika Rafidha pia wapo masufi, lakini kwetu sisi pia wapo. Kwa hiyo yoyote yule ambaye haitakidi itikadi sahihi, haijalishi dhehebu lake, yani hilo utaweza kulisema kwa Ibadhi, utaweza kulisema kwa Masuni, unaweza kulisema kwa Mashia, kote kuna makapikapi mengi. Kwa hiyo ukaenda ukanyofoa lile kapi ukasema hii ndio itikadi yao, ukaenda ukimuuliza Shia hata hajui kabisa kile kitu ambacho wewe unakizungumzia. Shia wa kawaida yani, na wengi wao ni hivyo, wala Ibadhi wa kawaida pia ukimuuliza, hata Msuni wa kawaida, itikadi zile ambazo ziko za ndani ambazo wanazo masufi na Kadiria na Shahaulu ahlu tariqa, wengi wetu hatuamini. Huwezi kuamini Muislamu wa kawaida ukimwambia Abdul Qadir na mtume bora nani, atakushangaa. Lakini arbab Qadiria wanasema Abdul Qadir ni bora kuliko mtume. Mimi nimemsikia ambaye kwa sasa ndiyo mkuu wa Qadiria Zanzibar anasema kwamba Abdul Qadir ni bora kuliko mtume, kwa sababu Abdul Qadir alikuwa akiuliza swali anajibu hapo hapo, mtume alikuwa mpaka msubiri Jibril aje amfundishe, na mengine mengi katika aina za maneno ya kufuru, ambaye ndio huyo ndo mkuu hivi sasa. Ni mtu ana PhD, sio mtu laini, lakini ukisikiza itikadi zake utashangaa. Kwa hiyo ukafiri au ushirikina au bid'a ipo kwa Mashia, ipo kwa Ibadhi, ipo kwa Masuni, na haki pia upo uwezekano ukamkuta mtu Allah akamteua katika hao akawa amesimama katika haki. Wapo katika Mashia ambao wanataka mabadiliko na wanasema kwamba ukweli uko hivi na hivi, na baadhi yao wanazo video zao nyingi, pamoja na kwamba kila mmoja haachi kuwa na makosa yake. Kwa mwisho wa yote hayo, natija ya haya ninayosema ni nini? Natija ninayosema ni kwamba kuna msingi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam katuachia, man akala dhabihatuna, yule atakayekula kichinjwa chetu tulichochinja sisi, wastaqbala qiblatuna, na akawa anaelekea kibla chetu katika swala. Yani hayo mambo ya hadithi sikumbuki sasa, lakini kuna mambo ya msingi. Mtu anayeswali sala kama yetu akawa anakula kichinjwa chetu, anahalalisha yale ambayo tunaona halali na kuharamisha yale ambayo tunaona haramu, huyu ni katika sisi, ama tofauti haziishi. Kwa hiyo bado muda kwa mfano sisi mara nyingi tukianza darasa huwa tunaomba Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin, ayo Allah samehe maiti wote wa Kiislamu, alladhina shahidu laka bil wahdaniyya, ambao wameshuhudia kwamba hakuna mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe peke yako, wamekubali ule kutoka wa binabiyika birrisala, na wakaamini kwamba Muhammad ni mtume. Halafu ikhtilafu za watu ni nyingi, lakini msingi ni ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Anayeamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sisi huyo tunaamini kwamba ni ndugu yetu. Kwa hiyo nafasi yetu sisi katika vita hii ni kuomba Allahumma ansuril islama wal muslimin. Yani natija haya yote niliyosema, si vita hii, tuna vita nyingine yoyote ile, ewe Allah unusuru Uislamu na Waislamu, bila ya kuainisha fulani na fulani na fulani.
Kwa hiyo Allah anamjua ambaye ni Muislamu, huyo sisi tunamwombea nusra, ndio tunachokiweza kukifanya, wala hatusemi kama wanavyosema wenzetu kwamba Mayahudi ni bora kuliko Rawafidha, kwa sababu tunaamini kwamba hawa hata kama wana upotofu lakini wametamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wanasoma Qur'ani hii tunayosoma, na wana yani ni akrabu nnas ilaina, wapo karibu sana kwetu sisi ukilinganisha na Mayahudi ambao Allah ametutajia wazi wazi kwamba ni maadui zetu. Kwa hiyo tunaomba Allah waangamize Mayahudi na wanaoshirikiana nao, na waangamize madhalim kwa madhalim, ikiwa na hawa nao ni madhalim sawa na Mayahudi au zaidi, kama ambavyo baadhi ya Waislamu wanasema, basi pia nao tunawaambia vile vile waangamize. Allahumma ahliki dhalimina bidhalimin akhrijna min bayni aydihim salimin, tunaomba na Allahumma ansur alislam wal muslimin wa izz alislam wal muslimin. Hili ndio ambalo ni la kulishika bila ya kujali dhehebu la mtu wala itikadi ya mtu wala, kwa sababu mwisho hilo jambo haliishii kwa Rawafidha. Wamepigwa ndugu zetu Palestina, na tumeona mashekhe wakisema kwamba hawa ni ikhwani. Naam, imetuma man salla salatu, na hapa imeletwa hiyo hadithi, man salla salatu, nataka swali sala yetu, wastakbala qiblatuna, na akaelekea kibla chetu, wa akala dhabihuna, na akala kichinjwa chetu. Sioni, niliona mara moja vimekuja, lakini imenikumbusha man salla salatu, na sala yetu, wastakbala qiblatuna, akaelekea kibla chetu, wa akala dhabihatana, na akala kichinjwa chetu, fadhakumul muslimu lahu dhimmatullahi, huyo ndio Muislamu, ana dhimma ya Allah, wa dhimmatu rasuli, na dhimma ya mtume wake. Fala tukhfiru llaha fi dhimmati, basi msimpotezee Allah dhimma yake. Kwa ujumla tunasema hivi sisi, kwa ujumla hii ndio itikadi yetu ambayo sisi tuna dini, wala hatukubali kuingizwa katika chuki zisizo na msingi, kwa sababu Qur'ani imetufundisha walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mpaka mtu awe ameambiwa kwamba huyu si katika waumini, huyo ndo tutamchukia, lakini muda kwa ni muumini tutamchukia kwa kadiri ya makosa yake na tutampenda kwa kadiri ya imani yake. Wallahu a'lam. Lakini nimetangulia kusema kwamba swala hilo ni refu na ni very sensitive, lina mawanda mengi. Yani katika hayo tuliyosema pia kuna nukta za kuzisema kwamba kama mtu anachukiwa kwa kadiri anavyochukiwa ni kwa kiasi gani na kadha na kadha, mambo hayo yanaweza yakawa mengi. Lakini nasema pia kwa upande mwingine ndio tuliona kwamba hata walipokuwa wanapigwa Waislamu wenzetu Masunni, tuliambiwa kwamba ni Muslim Brotherhood hawa Palestina wale, tukaambiwa Palestina wote ni Brotherhood, kitu ambacho si kweli. Katika wao wapo Salafia, wapo katika Palestina Brotherhood, wapo katika Palestina wasiofungamana na upande wowote, wapo katika Palestina ambao ni Wakristo, wapo katika Palestina ambao ni Wayahudi. Kwa hiyo mambo ni complicated kuliko vile ambavyo baadhi yetu wanataka hayo mambo tuyafahamu hivyo. Ala kulli hal, Irani pia ni katika eneo katika Mashariki ya Kati, ndio eneo ambalo linakaliwa na Wayahudi wengi zaidi kuliko nchi nyingine yoyote ile percentage wise. Kwa hiyo yani kuna vitu ambavyo ni complicated, vimechanganyika, lakini mwisho wa siku sisi dua yetu ni safi kabisa. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin, na mfano wa dua kama hizo, Allahumma ahliki adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Naam. Naam, shukran. Nipata naam. Naam, Sheikh Saidi kama ana la kuchangia kwenye hili. Sheikh Saidi Habibu. Shabasi Saidi Habibu hana la kuchangia kwenye hili, yaani umetosheleza kabisa. Nadhani umelizungumza in a very objective way, kwa sababu ukizungumzia, tukiambia wa Palestina wa mara nyingi wanasibishwa na Hamas. Hamas imeanza miaka 80 mwishoni huko, lakini wa Palestina walikuwa wakiteseka kuanzia mwaka 48 Wayahudi walivyoenda kukaa pale, Nakba ya kwanza. Kwa hiyo nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo kwenye baadhi ya misikiti na mashehe zetu wengine wanatuchafua akili kuhusu nani wa kumtetea kama Muislamu na nani wa kumtetea kama anayedhulumiwa, kwa sababu kuna kumtetea kama Muislamu lakini kuna wanaodhulumiwa tu basi. Sasa nadhani ni muhimu sana kwa majibu yako uliyoyatoa, natamani ingekuwa yanapaishwa kila sehemu, watu wapate ule ufahamu halisi wa namna ya kuyaendea mambo kama haya, badala ya kuja kugeneralize wote wale Hamas ndio sababu. Hamas wamekuja miaka 80, lakini mateso ya Palestina yalianza zamani.
na West Bank in fact hakuna Hamasi kule ni Fataha, lakini nao nadhani kila siku mpaka sheria Wayahudi wameshabadilisha kuwa sasa hivi wanaweza wakajenga, wakabomoa, wakafanya watakavyo. Sasa nadhani upo muhimu wa ninyi ambao kidogo mna sauti hata sijui kwenye hutuba za Ijumaa baadhi ya mambo yatajwe katika njia ambayo haitahatarisha usalama wa nchi, lakini angalau Waislamu wafunguliwe masikio yao na macho. Shedachi hatunaye hapa, angalikuwa na lolote kwenye hili kama ambavyo jana alichokoza hili, lakini tufikie kwa hapo kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.